Kwa hiyo Mungu ana mafumbo. Mafumbo hayo Roho Mtakatifu pekee ndiye mwenye uwezo wa kuyafumbua. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 10 Biblia inasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa hiyo ukiwa na Roho wa Mungu, yeye atachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu, alafu atakufunulia wewe. Kwa hiyo mwenye Roho wa Mungu ndani yake, mafumbo yote huwa anayafumbua. Navyoongelea habari ya mafumbo, neno la Mungu ni fumbo. Hili ni fumbo. Kama huna Roho Mtakatifu hutalielewa hili. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, hii Biblia utakuwa unaichanganya. Ukisoma tu unaelewa hapa imesema nini. Elimu ya kiroho, mwalimu ni mmoja tu, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani anafunua kitu jifichi. Umeota ndoto uielewe, Roho Mtakatifu anakuwa anakufanulia ile ndoto. Anakuelekeza kwamba hii ina maana fulani, hapa fanya hivi. Ni Roho Mtakatifu. Hebu anza kuona umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu ndani. Faida ya Roho Mtakatifu. Utamtambua mtu mwema au mtu mbaya. Yaani Roho Mtakatifu anakuonyesha matendo ya mtu, kwamba huyu aliyekaa naye matendo yake yako hivi. Kama ni mabaya atakuonyesha kwamba ni mabaya. Kama ni mema atakuonyesha kwamba ni mema. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1. Biblia inasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako ukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya. Ukiendelea kusoma, na mke wake hivyo hivyo akafa. Anania akajulikana. Mke wake alipokuja, bado Petro, Roho wa Mungu anamwambia na huyu pia atadanganya. Akasisitiza, usije ukadanganya mwenzako amekufa. Ile neno la msisitizo lilikuwa linaonyesha anachowaza yule mama, lakini akadanganya vile vile, naye akafa. Faida ya kuwa na Mtakatifu. Wafalme wa pili sura ya 5 mstari wa 20 mpaka 27. Lakini Gehazi mtumishi wa Elisha, mtu wa Mungu, akasema, tazama bwana wangu amemwachilia huyo Naamani Mshunami, asipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama Bwana aishivyo, mimi nitamfuata mbio nipokee kitu kwake. Ukisikia neno kama Bwana aishivyo, aliapa. Anaapa kwenda kufanya uhuni. Kuna watu wanaapa kwa ajili ya uhuni. Anasema kama Bwana aishivyo, nitaenda kuchukua vile vitu. Kwa nini amekataa Elisha kuvipokea? Yaani huyu jamaa ametoka baada ya kuona Elisha amekataa fedha. Na kitendo cha Elisha kukataa fedha kwa sababu alikuwa anajaribu kumuonyesha imani yule mtu ambaye alikuwa sio Mkristo, ambaye alitaka kuombewa kwa mkono, na anajua kabisa hawa sio wamezoea fedha. Sasa ili amuonyeshe kwamba utumishi sio pesa, akamwambia nenda na fedha yako. Jamaa akasema hapa haiwezekani. Akaenda kadanganya, amenituma Elisha nichukue zile fedha. Sasa fedha zilikuwa ni nyingi, zimefungwa kwa mifuko miwili. Sasa aliyepona na furaha anasema nenda, vijana akawapa vijana wawili. Alipofika mlimani anakaribia kufika Elisha alipo, anasema wewe kusanya zote hizo wewe kwenye mfuko mmoja na zibeba mwenyewe, maana wakienda wataulizwa kule. Atawaona. Kwa akabeba mwenyewe roba akalificha. Sasa alipolificha habari kaendelea kusoma. Elisha akafika akamuuliza, vipi Gehazi? Anambia poa, niko safi. Unasemaje mtumishi wa Bwana? Ulikuwa wapi? Anasema nilikuwa hapa. Kwani unasema nimeenda? Ndivyo alivyojibu ukisoma hiyo maandiko. Anasema wewe hujui kama ulikoenda roho yangu ilikuwa na wewe. Kwa hiyo mchungaji anakuwa hapa, lakini roho yake inakuwa na wewe. Anaposema roho yangu, maana yake ni Roho Mtakatifu alimtambulisha Elisha, akabeba roho ya Elisha ile, akampeleka, akaanza kumuonyesha Elisha yule Gehazi anachokifanya.
Jamaa kagoma. Akasema hamna bwana. Umekosea, sio mimi. Mimi niko hapa. Nimetulia hapa. Maana hata pesa hakutaka muonyeshe. Elisha akasema haina shida. Uvune ulichokipanda. Ule ukoma ambao ulikuwa kwa yule Naamani ukamrudia Gehazi.